Hoja ilikuwa kwanza hawakukabidhiana kati ya benki na wanunuzi hao Viridium, hawakuonyeshana mipaka, pamoja na mnasema hati ambayo haikuwa na ushirikishwaji, lakini hawakuonyeshana mipaka. Hao walikuja kudai wao kama wao bila benki ambao ndio waliowauzia. Mkuu wa mkoa, yule mwekezaji ni mgeni, kwa hiyo hapaswi kumilikishwa ardhi, yeye anapewa haki ya kutumia ardhi. Kwa hiyo hati tuliyomilikisha tumemilikisha chombo cha serikali ambao ni TISEZA, ambao ndio waratibu wa wawekezaji wote hapa nchini. Kwa hiyo hati ambayo tumemilikisha TISEZA, tumetoa eneo la makaburi na naamini ndilo la matambiko la Bwana Thomas Kayeye Mnyambeyu. Wala wilaya hatukuhitaji kujiingiza kwa sababu ile ni ardhi ya kijiji, inalindwa kwa mujibu wa sheria ya ardhi ya vijiji sura 114. Tukakasimisha halmashauri ya kijiji mamlaka ya kumgawia mtu yeyote anayeona anakidhi vigezo, na wakashauriwa Bwana Thomas Mnyambeyu aombe kijijini. Na kwenye makubaliano ya mwaka tarehe 10 mwezi wa 7 2025 tuliofanya na Mheshimiwa mkuu wa wilaya hapo, ili kubalika na alisaini, makubaliano yamo kwenye hiyo taarifa, ilikubalika kuwa apate hilo eneo na akakubali. Na ofisi ya ardhi tulikuwa na jukumu moja, kwanza kufuatilia mihitasari ya halmashauri ya kijiji, lakini pili kuhakikisha hiyo hati atakayopewa, hati miliki ya kimila atakayopewa Bwana Thomas Mnyambeyu inasajiliwa na anakuwa ni mmiliki halali. Lengo langu nataka nikitoka hapa ndugu yetu huyu aishi kwa furaha, mwekezaji aishi kwa furaha na kijiji kiishi kwa furaha. Si ndio jamani? Maandiko yanasema tazama ilivyo vyema na kupendeza ndugu akiishi tena kwa ndio hiyo kazi ya mkuu wa mkoa sasa hapa. Hapa natakiwa ni mambo tuyamalize, maisha yaende vizuri. Kwa hiyo kwa ndugu yetu Mnyambeyu tumemaliza huo mgogoro kwa sura zifuatazo, tukiwa tumebakiza sura moja tu ya kumkutanisha yeye na mwekezaji kushughulika na mengine ambayo hatuwezi kuyajadili hapa. Jambo la kwanza, alitamani sana kwenye hilo eneo la mwekezaji ambao kuna makaburi yake aruhusiwe kumiliki eneo la makaburi yake japo liko ndani ya hati ya mwekezaji. Kama serikali tayari tumeshatenga ile eneo na sasa atapewa hati ya eneo lake la makaburi ndani ya lile eneo ili kumpa uhuru wa kufanya matambiko na kuishi ya kusimamia makaburi ya enzi na enzi ya wazee wake bila shida ya aina yoyote. Lakini jambo lingine kuhusu maeneo ya zamani ambayo yalikuwa yameingia na kutumiwa na mwekezaji, tumeelekeza katika ekari 30 zilizokuwa zimebaki, kijiji kimempa ekari 8 ili aweze kujiendeleza yeye na shughuli zake kama ambavyo walikuwa wakifanya hapo awali. Lakini jambo la tatu, yawezekana anayo maoni mengine ambayo hawezi kuyasema kwenye public kwa sababu tunatofautiana. Tumemruhusu, tutakuwa na kikao kifupi hapo, yeye na serikali pamoja na mwekezaji, watuambie na yenyewe akiwezekana tuyamalize, ili yeye anapoondoka mkutano wa leo ajue amemaliza vizuri na sisi tujue tumemaliza vizuri. Na hiyo ndio kazi ambayo imenileta kurudisha furaha na amani kwa kila mmoja wetu.